watu hutofautiana kwa lugha, tamaduni na majina ya miungu, lakini ndani ya kina cha nafsi sauti yao ni moja. Nikisema Mungu ni mwingi wa rehema, Muumba mwenye uwezo, hutokea Mchina aseme sikumjua Mungu wenu, nilimjua Ina Yang. Mjapani aseme nilifuata Shinto, hekima ya milima na pepo. Hindi aseme nilijua yoga, nilifuata falsafa ya kale. Mrumi, Mgiriki, Mkipti aseme nilimjua Isa, nilimjua Simoni, nilimjua Alexander. Lakini tukichimba ndani ya maneno yao, tukavuka pazia la lugha, tamaduni na desturi, tunagundua kwamba mizizi yao ni ya ile kutafuta maarifa, kutafuta mema, kutafuta chanzo kilichotangulia vyote, kitu kisichofungwa na wakati, kisichofungwa na mahali, kitu kilichokuwapo kabla ya kabla, kitu kisichopotea, kisichofichika, kisichozuilika. Huyo ndiye Mola wa kweli, alionekana katika kila enzi kwa majina tofauti, akiwafundisha viumbe wake kwa lugha zao, akiwapa ishara kwa akili zao, akiwafunua ukweli kwa kiwango cha uwezo wao. Kwa hiyo tofauti ya majina si tofauti ya maana, na tofauti ya tamaduni si tofauti ya chanzo, kwa kuwa ukweli ni mmoja na njia ni nyingi. Mola uliye juu ya majina yote, wewe ndiye maana ya kila hekima, wewe ndiye mwanga wa kila enzi, wewe ndiye sauti nyuma ya lugha zote. Mjuzi wa mioyo, wewe hufika kwa kila tai, kwa rehema, kwa ishara, kwa akili, ili ushahidi usibaki kwao ila kwako. Na mtu aseme kama anaweza kuzungumza na wote, kwa nini ya kuwapa lugha moja, ibada moja, njia moja? Hapa tunarudi kwenye chanzo cha tatizo. Tatizo si kwa Muumba, bali kwa viumbe, kwa kuwa Muumba angeweza kuwakusanya wote bila lugha, lakini viumbe wanahitaji lugha ili kufahamu, wanahitaji alama ili kuelewa, wanahitaji njia ili kutembea. Lakini wengi wao wanapendelea kugawanyika, kujitenga, kujiona bora, kujenga makabila, lahaja, mipaka na majina, na kushikamana na ganda badala ya kini. Hivyo Mola kwa rehema yake huwafikia wote kwa lugha zao, kwa desturi zao, kwa akili zao, ili hoja isimame juu yao, ili wasiwe na kisingizio, ili ukweli uwe wazi kwa mwenye kutafuta na ufichike kwa mwenye kukataa. Kwa hiyo tofauti ya lugha ni mtihani, na tofauti ya tamaduni ni daraja, na tofauti ya ibada ni njia ya hekima, ili kila mtu apimwe kwa akili yake, na kila moyo ujulikane kwa ukweli wake. Mola wa enzi zote, wewe hujifunua kwa kila taifa, kwa jina tofauti, kwa njia tofauti, lakini maana ni ile ile. Wewe ndiye chanzo cha vyote, mwingi wa rehema, wewe huweka hoja kwa wote, na wale wachache